Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Ni muhimu sana 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 kwa kila mmoja wetu kufahamu kwamba tunapookoka kunakuwa na furaha isiyokuwa ya kawaida mbele za malaika wa Mungu. Maandiko yanasema katika Luka sura ya 15, Luka sura ya 15 mstari wa 10, Luka sura ya 15 mstari ule wa 10, Biblia inasema, nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kuna furaha, nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Unapotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, malaika hushangilia sana, malaika hufurahia sana, na furaha hiyo inakuwa sio ya kawaida. Malaika shughuli yao ni kumtukuza Mungu, ni kumwabudu Mungu maisha yao yote. Lakini mtu anapotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, wanaacha shughuli zote, wanaanza kushangilia kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anayetubu. Lakini hatuna budi kufahamu kwamba pamoja na kwamba malaika wanashangilia, pamoja na kwamba na wewe vile vile unakuwa umejaa na furaha, unakuwa na amani, unakuwa na utulivu, lakini hatuna budi kufahamu vizuri kwamba mara baada ya kuokoka kuna vitu ambavyo vitakuja, kuna vitu vitakufuata katika maisha yako. Huu ukweli hatukuambiwa mapema wakati tunaokoka, lakini huu ndo ukweli wenyewe. Ukweli ni kwamba mara baada ya kuokoka kutakuwapo kebei, kutakuwapo dharau, kutakuwepo na mateso, watakuwepo watu wanataka kukufanyia mabaya, watakuwepo watu watakaokuwa wanataka kufanyia mambo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo mara baada ya kuokoka kutakuwa na kebei, dharau, na wakati mwingine kutoka kwa watu walio karibu yako sana, kutoka kwa bosi wako, kutoka kwa mama yako, kutoka kwa baba yako, kutoka kwenye ndugu wa karibu, unaweza kupata mabaya. Kutoka kwa mabosi watakuonea wakati mwingine, kutoka kwa ndugu, kwa sababu tulishajifunza mtu unapokoka unaitwa nuru, wale ambao hawajaokoka wanaitwa giza. Na kibiblia pia watu waliokoka wanaitwa wana wa muungwana, sisi tunaitwa watoto wa muungwana. Na maandiko yanasema hii imekuwa tangu kale, watoto wa halali, watoto wa haramu wakati mwingine huwa watoto wa muungwana huwa tangu kale huwa wanaonewa, wanatafuta kuonewa. Kwa hiyo watu walio watakatifu mara baada ya kuokoka, utaona sasa utaishi katika maisha masafi, unampenda Mungu, una furaha moyoni. Lakini kuna watu watakaotumiwa na ibilisi kutaka kukufanyia mabaya, kutaka kukutendea mabaya. Watakutukana, watakukebei, watakudharau, watakuumiza, watakuzushia mambo ambayo hujawahi kuyafanya, wanakutendea mabaya sana sana sana. Hii haijaanza jana wala juzi, kwa sababu ni kawaida. Mtoto wa muungwana mara nyingi huonewa, hufanyiwa mambo yasiyo sawa sawa. Andiko liko katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 21 mpaka mstari wa 28. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 21 mpaka mstari wa 28, Biblia inasema, yeni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja wa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili,
yule wa muungwana kwa ahadi. Kuzaliwa kwa mwili maana yake kikawaida kuzaliwa katika njia ya kibinadamu. Lakini wa pili ambaye ni Isaka alizaliwa kwa ahadi, ni Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba mwakani mkeo atapata mtoto. Mstari wa 24. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, mmoja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto, bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa, usiyezaa paza sauti, ulie wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili, Ismaili aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Watu wa mwilini huwaudhi wale wa rohoni. Hii ni kanuni mpaka leo. Watu wa mwilini, narudia hii mstari wa 29. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Maana yake kama Ishmaili alivyomuudhi Isaka, hapo na natoa mfano, ndivyo ilivyo hata sasa, kwamba watoto wa kimwili, mtoto wa kimwili ni nani? Yule aliyezaliwa kwa kutumia baba na mama. Watoto wa kiroho ni sisi ambao tumezaliwa sio tu kwa baba na mama, lakini tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa sisi ni wa kiroho. Wale walio wa kiroho, wale walio wa mwili kwa kawaida, wale walio kwa roho, ili jambo halina budi kufahamika. Kwa hiyo hauna budi kufahamu kwamba wewe mtoto wa rohoni, jiweke tayari, jua kwamba watakuudhi, jua kwamba watataka kukutendea mabaya, watakukebei, watatafuta kukuudhi. Mabosi wako watataka kukuudhi, marafiki zako watataka kukuudhi, mama yako, baba yako watataka kukuudhi, watu walio karibu na wewe kutoka kwenye ukoo watataka kukuudhi. Kwa nini? Kwa sababu wao ni wa mwilini, wewe ni rohoni. Na Yesu Kristo alisema mapema kwamba hayo yatatupata katika Yohana sura ya 15 mstari wa 20. Yesu alisema, kwa kuwa mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Yesu ameshatoa angalizo kwamba kama wamemtenda yeye, walimtenda yeye mabaya, na sisi watatutenda mabaya. Kwa sababu mwanafunzi ampiti bosi wake, mwanafunzi ampiti mwalimu wake, mtumwa ampiti yule aliyemtuma. Kwa Yesu alitendwa hayo, na sisi tutarajie kwamba tutatendwa. Na hatuna budi kuelewa kuwa baada ya kuokoka tutapata raha, ulinzi, mambo mengi tutayapata. Lakini ukweli ni kwamba kuna mabaya ya kimwili ambayo shetani atapambana kutaka kutuletea ili tukate tamaa. Mambo nataka nikuorodheshe sasa, mambo yatakayotokea katika mwili. Kumbuka hapa nazungumza katika mwili, sio katika roho. Katika roho tuna ulinzi usiokuwa kawaida. Sasa na Petro wa kwanza 1:5, tuna ulinzi. Uchawi haufanyi kazi, majini hayafanyi kazi. Tutakuwa na raha na furaha ya ndani, Kiingereza naita joy. Utakuwa na great joy inside of our hearts. Utakuwa na furaha isiyokuwa ya kawaida. Utakuwa na raha isiyokuwa ya kawaida. Lakini kuna mambo kadhaa yanaweza kutupata katika mwili. Hapa sizungumzi katika roho, katika